Kama kawaida, mtazamaji wa Zone Media, leo ni mwendo wa kupeana yale yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Sasa kama unavyojua, rais wa Marekani Donald Trump amekuwa haishiwi maneno. Yani kila siku kukikucha yeye amekuwa ni mtu wa kuzungumza, hususan kipindi hiki cha mazungumzo ambayo yamefanyika huko nchini Pakistan, lakini yameweza kufeli kati ya Irani pamoja na Marekani chini ya usimamizi wa Pakistan. Baada tu ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance pamoja na ujumbe ambao aliambatana nao moja kwa moja pale Islamabad, Pakistan, akiwemo Jared Kushner, mkwe wa rais Donald Trump, pamoja na Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Mashariki ya Kati wa Marekani, pamoja na maafisa wengine, ambapo baada tu ya JD Vance pamoja na ujumbe wake kuweza kuondoka kuelekea nchini Marekani, Trump sasa amekuja na mambo kadha wa kadha, akizungumzia kile ambacho kimefanyika katika mkutano ambao haukufanikiwa kwa namna moja ama namna nyingine, lakini matarajio ya Marekani yako vipi katika mzozo huu na Irani, lakini Marekani inasema nini kuhusiana na kufeli kwa mazungumzo hayo. Hapa kuna taarifa, mtazamaji, nitakusomea kama ilivyo, kisha baadaye tutaangazia kwa kina kipande kimoja baada ya kingine katika taarifa hii. Taarifa inaeleza kwamba rais wa Marekani Donald Trump ametangaza hatua kali dhidi ya Iran baada ya mazungumzo ya muda mrefu kushindwa kufikia makubaliano muhimu kuhusu mpango wa nyuklia wa taifa hilo. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa Truth Social, Trump amesema licha ya mkutano uliodumu kwa takribani saa 20 kufanyika mjini Islamabad, Pakistan, na kufikia makubaliano kadhaa, suala la nyuklia ndilo limekuwa kikwazo kikubwa. Kwa mujibu wa Trump, Irani imekataa kabisa kuachana na azma yake ya kumiliki silaha za nyuklia, jambo ambalo amesema halikubaliki kwa Marekani. Trump ametangaza kuwa jeshi la majini la Marekani sasa litaanza operesheni maalum ya kuzuia katika mfereji wa Hormuz, moja ya njia muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani. Amesema meli yoyote itakayojaribu kuingia au kutoka katika eneo hilo itachunguzwa na kudhibitiwa, huku hatua kali zikichukuliwa dhidi ya wale watakaokiuka agizo hilo. Aidha, Trump ameonya kuwa Marekani haitairuhusu nchi yoyote kulipa kile alichokiita kodi haramu kwa Iran ili kupita katika lango hilo, akieleza kuwa hilo ni aina ya usurupu wa dunia. Katika kauli yake kali, Trump ameonya kuwa shambulio lolote kutoka Iran dhidi ya Marekani au meli za kiraia litajibiwa kwa nguvu kubwa ya kijeshi. Amesema jeshi la majini la Marekani litaanza kusafisha mabomu ya majini yanayodaiwa kuwekwa na Iran. Meli yoyote itakayohusika na kuilipa Irani fedha ili kupita katika mlango huo haitakuwa salama, lakini pia Marekani iko tayari kabisa kuzuia meli zote. Trump pia ameishutumu Iran kwa kushindwa kutekeleza ahadi ya kuufungua mfereji wa Hormuz, hali ambayo amesema imesababisha hofu kubwa kwa mataifa na sekta ya usafirishaji duniani. Kwa mujibu wake, madai ya Iran kuhusu kuwepo kwa mabomu ya majini yameifanya njia hiyo kuwa hatari na hakuna mmiliki wa meli anayeweza kuhatarisha maisha yake. Trump amesema licha ya timu yake ya mazungumzo, akiwemo makamu wa rais JD Vance, kuwa na mazungumzo yenye heshima na viongozi wa Iran, hakuna maendeleo yaliyopatikana kwenye swala la msingi. Viongozi wa Iran waliotajwa kushiriki mazungumzo hayo ni pamoja na spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, pamoja na mwakilishi kutoka Baraza la Usalama la Taifa la Iran Ali Bagheri. Lakini msimamo wao mkali kuhusu nyuklia umefanya mazungumzo hayo kushindwa kufika mwafaka. Mwisho wa taarifa jinsi ambavyo inaeleza. Ukifuatilia kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump amekiandika katika mtandao wake wa Truth Social, utagundua kwamba moja kati ya ajenda kubwa ambayo Marekani iko nayo kuhusu Irani ni kuhusu swala la nyuklia. Ukirejelea katika vipengele 10 ambavyo Irani iliweza kuvitoa kwa Marekani, Irani iliomba iweze kuruhusiwa kuwa na umiliki wa silaha za nyuklia, yani ipate ruhusa ya kuendelea kurutubisha uranium zake na kuweza kumiliki silaha za nyuklia. Lakini Marekani ndipo ilipoweza kujichanua sana na kuweza kueleza kwamba katika kitu ambacho hawawezi kufanya, yani never happen, ni kwamba Irani haitoweza kuruhusiwa kumiliki silaha za nyuklia. Ndio maana hata katika ujumbe ambao Trump ameweza kuandika leo, jambo la kwanza kabisa amelizungumzia tena kwa herufi kubwa akikazia ni kwamba Irani hairuhusiwi na haitoruhusiwa na Marekani kuwa na silaha za nyuklia. Akaja kwenye jambo lingine kuhusu mfereji wa Hormuz. Sasa hapa amekuja na ajenda nyingine mpya. Donald Trump alipokuwa akihojiwa na waandishi wa habari siku ya hapo jana, alizungumza kwamba
Irani wamefungua mfereji wa Hormuz na meli zinapita kama kawaida. Baadaye kupitia msemaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC amesema kwamba hakuna meli ambayo imeruhusiwa kupita, lakini pia hata hizo meli za Marekani walizokuwa wakidai kwamba zimepita katika mfereji huo hazikuweza kupita. Zilikuwa katika pwani ya Oman, zikapewa onyo kwamba zigeuze na zisifike katika mfereji huo kwani zitashambuliwa, lakini meli hizo hazikusogea karibu na mfereji wa Hormuz, hivyo walikanusha taarifa hizo. Na hapa Trump mkakati mpya ambao amekuja nao ni kwamba sasa anakwenda kufanya ile blockage, kwamba meli zote ambazo zilikuwa zikilipa ushuru kupita katika mfereji huo, yani zikilipa pesa Irani ili ziweze kupita, sasa zitazuiliwa rasmi. Na hili ni tangazo ambalo tayari amekwisha litoa kwamba kama kuna meli yoyote ambayo itakuwa inalipa pesa kwa Iran ili kuweza kupitisha mafuta katika mfereji huo, basi itakuwa ni halali ya Marekani, itashambuliwa moja kwa moja. Hivyo Trump ametoa onyo kali akizitaka kwamba meli hizo ziweze kutii agizo ambalo ameweza kulitoa. Kuna taarifa ambayo iliweza kutolewa na BBC ikieleza kwamba Marekani anapanga mpango thabiti wa kuweza kuizingira mfereji wa Hormuz na kuweza kufanya shambulizi, na taarifa hizo zilitolewa kupitia chombo cha habari cha BBC. Baadaye sasa tunakuja kuona kupitia ujumbe huu wa rais wa Marekani Donald Trump kitu ambacho anakifanya sasa, anaanza kuzuia zile meli zote zinazopita katika mfereji huo, huku akisema kwamba Marekani itaanza mara moja operesheni ya kuanza kuondoa mabomu ambayo Irani iliyatega katika eneo hilo, ambapo kwa hivi sasa wanadai kwamba mabomu hayo hawafahamu yalipo, na kinachodhaniwa kwamba kuna movement ambazo zinafanyika kwamba mabomu hayo yanahama sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hivyo Trump akasema kwamba hakuna kampuni yoyote ambayo inatamani kuhatarisha maisha ya meli zake kupita katika eneo hilo, kwa sababu huenda zikalipuka. Kama kuna uafadhali wa mzozo wa Mashariki ya Kati, hasa kwenye mfereji wa Hormuz, ilikuwa ni kipindi kile ambacho ceasefire ilikuwa haijaafikiwa kati ya Iran na Marekani, lakini kwa hivi sasa wanakoelekea ndipo mambo yanazidi kuwa mabaya. Kiuhalisia sasa hivi duniani mafuta yamekuwa ni changamoto kidogo, bei zimepanda, lakini pia hata vyombo vya usafiri gharama kidogo imeongezeka. Lakini kwa jinsi ambavyo Trump anakuja na mikakati mipya dhidi ya mfereji wa Hormuz, inaashiria hali mbaya zaidi huenda ikatokea katika wakati ujao, kwa sababu Trump kitu ambacho alikizungumza hata siku 2 zilizopita ni kwamba aliishawishi Iran kwamba ni kweli kabisa waendelee kutoza ushuru wa meli zote ambazo zinataka kupita katika mfereji wa Hormuz, lakini ushuru ambao watakaotoza watoze, yani kwamba atakuwepo Marekani, atakuwepo na Iran, yani nchi mbili ambazo zitakuwa zinatoza ushuru. Kana kwamba kile kiasi cha pesa ambacho kinapatikana kama ni 100%, ina maana Marekani ichukue 50, Iran ichukue 50. Lakini Irani ikakataa vikali, ikapinga mpango huo kusema kwamba mfereji huu ni mali yetu na sio maji ya kimataifa, hivyo sisi na Oman labda ndio tunatakiwa tuweze kufaidika na mfereji huu, lakini sio wewe. Lakini Trump baada ya kukataliwa na Irani, sasa amekuja na mkakati mwingine tena wa kutaka kudhibiti mfereji wa Hormuz. Sasa nini kitatokea? Kitakachotokea ni mvutano kuongezeka. Kuna taarifa ambayo iliweza kuripotiwa na shirika la habari la Al Jazeera kwamba mkuu wa majeshi wa Israel Luteni Jenerali Eyal Zamir amevitaka vikosi vyake viwe tayari kwa ajili ya kuweza kuandaa shambulizi kwenda Irani. Kumbuka kuna ceasefire ya wiki 2 ambayo ilitangazwa kupitia Pakistan kwamba Marekani na Irani hawatopigana kwa wiki 2, kupisha hizo wiki 2 wakubaliane kwa mazungumzo ya amani kabisa, ili waone nini cha kufanya na kuweza kunusuru hali ya Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla. Sasa kama Irani ikianza kushambuliwa kwa hivi sasa wakati wa ceasefire ikiwa bado inaendelea, yawezekana vita hivi tukashuhudia muda mrefu zaidi ukiongezeka katika vita hii kati ya Marekani pamoja na Iran, kwa sababu Marekani naye ataanza kufanya mashambulizi labda katika mfereji wa Hormuz kuwalenga wale wanajeshi wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC ambao wameweka beria katika eneo lile. Ina maana Iran nayo haitokubali kuonewa au kugadhabiwa kwa aina yoyote ile. Ina maana mvutano utaongezeka, yataanza mashambulizi ya meli, wataanza kushambuliana tena upya, lakini Israel itakuwa katika hatari kubwa kutokana na ubora wa makombora ya Iran. Lakini vile vile mgogoro wa kiuchumi duniani unaweza kukua kwa kiasi kikubwa sana, tukashuhudia bei kupanda zaidi. Lakini pia gharama za maisha duniani huenda zikaongezeka, lakini vile vile hata zile nchi ambazo zimekuwa zikilipa fedha kwa ajili ya kuweza kupitisha bidhaa zao katika mfereji wa Hormuz zitaingia katika dosari kubwa, hata huenda pia nazo zikayumba kiuchumi
kwa kiasi kikubwa sana. Na mafuta mengi ambayo yanatoka katika Mashariki ya Kati, mafuta mengi yanaelekea eneo la Asia. China, Japan wanafaidika na mafuta hayo, lakini kwa kiasi kikubwa sana pia hata bara la Ulaya wanategemea mafuta ya Mashariki ya Kati. Kwa hivyo kwa jinsi ambavyo maisha yamepanda, yanaweza yakapanda maradufu. Lakini Marekani kupitia rais wake Donald Trump alikwisha toa idhini kwamba mafuta ya Marekani sasa yaingie katika soko la dunia na kwenda kusovu janga au tatizo la uhaba wa mafuta duniani. Lakini kingine ambacho kinaweza kutokea ni kwamba Pakistan kupitia Ishaq Dar, waziri wa mambo ya nje wa Pakistan, katika kauli ambayo alizungumza alfajiri ya leo baada tu ya mazungumzo kufeli, alisema kwamba Pakistan itaendeleza juhudi zake za kutaka kusababisha makubaliano ya amani kati ya Marekani pamoja na Iran. Haitaishia hapa, itazidi kufanya jitihada zote Marekani na Irani wakubaliane kwa amani kabisa, na alizitaka nchi hizo kuweza kuheshimu ceasefire iliyopo, wasiingie tena katika vita. Kumbuka waziri mkuu wa Pakistan Muhammad Shehbaz Sharifu amepambana sana kwa kiasi kikubwa kuwasiliana na viongozi wa upande wa Iran, lakini pia na upande wa Marekani. Na ndio maana kuna taarifa pia ilitolewa asubuhi, japo haikuthibitishwa moja kwa moja na vyombo huru vya habari, ilisema kwamba waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharifu amepanga safari ya dharura ya kuelekea moja kwa moja Saudi Arabia kwa ajili ya kuweza kuonana na viongozi wa Saudi Arabia ili wawashawishi Saudi Arabia waongee na rais wa Marekani Donald Trump, kwa sababu mataifa hayo ni mataifa rafiki sana pale Mashariki ya Kati kuliko taifa lolote, ili waone ni kwa jinsi gani ambavyo wanaweza wakaongea na Marekani kupunguza hii tension. Na ukifuatilia vizuri hapa, tangu alfajiri JD Vance, makamu wa rais, alipozungumza ile hotuba yake ya dakika 4 kuelezea kile ambacho kimetokea katika mazungumzo hayo na kwa nini alifeli, alisema kwamba Irani ndio tatizo, kwamba hawakubaliana na matakwa ya Marekani. Lakini viongozi wa Irani kwa upande wao walisema kwamba Marekani imekuja katika mazungumzo ikiwa na kauli zake za kibabe, yani wanashinikiza hili na hili na hili likubaliwe, ila hawataki kuweza kuwasikiliza Iran. Ndio maana mazungumzo yakafeli na kila mtu akaamua kurudi katika taifa lake. Kwa hivyo utagundua kabisa kwamba kitu ambacho kitafuatia ni kwamba mataifa mengi yataibuka zaidi kwa ajili ya kuweza kutafuta suluhisho kwa namna yoyote ile, ili mambo yaweze kukaa sawa, kwa sababu kama suluhisho halitoafikiwa, basi dunia inaweza kuingia katika mpasuko mwingine mkubwa zaidi ya ule ambao tuliushuhudia katika siku 40 za vita pale Mashariki ya Kati. Lakini kwa upande mwingine, hizi taarifa ni taarifa njema kwa Israel kwa sababu zifuatazo. Israel kupitia waziri mkuu Benjamin Netanyahu, kwanza anakabiliwa na kesi ndani ya nchi yake, na ndio maana ripoti nyingi zilikuwa zikitaja kwamba Benjamin Netanyahu amekuwa akijificha katika mgongo wa vita ili kuweza kusogeza mbele muda, ili yeye asiingie katika mashtaka ambayo yanamkabili mahakamani, kesi zake za rushwa na kesi nyingine ambazo zinamkabili waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Kwake yeye ni furaha, kwa sababu pia hata hapo jana alisema kwamba bado hajatimiza malengo yake dhidi ya Iran na ataendelea kupigana na Iran katika utawala wake. Na akisikia taarifa kama hizi za makubaliano kuweza kufeli, zinaweza zikamfurahisha kwamba Israel inaweza ikaingia upya katika vita dhidi ya Iran. Na pia kauli ya mkuu wa majeshi ya Israel ambaye ni Eyal Zamir kusema kwamba Israel inajiandaa zaidi kijeshi kwa shambulio lijalo dhidi ya Iran. Na hata jana pia picha zilizokuwa zikisambaa mitandaoni zinaonyesha ndege za kujaza mafuta za Marekani zikiwa katika uwanja wa kimataifa wa Ben Gurion pale Tel Aviv nchini Israel, kana kwamba sasa bado Marekani na Israel wana ajenda zao dhidi ya Iran. Lakini vile vile Irani nayo inajipanga au inajizatiti kutokana na kile ambacho huenda washawaza kwamba kitatokea au hata kisitokee, kikatokea kwa wakati mwingine na kwa namna nyingine yoyote. Basi mtazamaji wetu, mambo ni mengi, lakini hayo ni kwa uchache kwa jinsi ambavyo rais wa Marekani Donald Trump ameweza kuzungumza leo hii kwa kina kabisa kuelezea kuhusu mazungumzo yaliyofanyika pale Islamabad nchini Pakistan. Lakini ndio hivyo tena, kwa zaidi ya saa 20 yamefanyika, lakini hakuna kilichokubaliwa zaidi ya kila upande kusimamia msimamo wake, na mwisho wa siku mambo ambayo yamejadiliwa pale yamekuwa ni sawasawa na bure, na kila mtu akaamua kwenda katika taifa lake. Cha msingi tu usiache kusubscribe channel yetu ya Zone Media, lakini pia kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.